Karibu tena kwenye channel ya East Africa Astro Guide. Kama ni mara ya kwanza, basi tumeshatoa video mbili tukizungumzia masuala mbalimbali ya kinyota. Tukienda deep zaidi, tukiingia ndani zaidi kwenye masuala ya kinyota na kutoa ufafanuzi wa masuala ambayo yanaweza kutusaidia na motivation ambazo zitafanya sisi tufanye mambo yetu tukiwa tunajiamini. Video hii tunaitoa itagusa watu wenye makundi ya nyota, hasa nyota ya kaa, nyota ya ng'ombe, nyota ya samaki pamoja na nyota ya ndoo. Hizi ni alama ambazo zimewekwa ili kupata taarifa zetu halisi. Kwa hiyo basi, kwa wale ambao wamezaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai, hawa watakuwa ni katika alama ya kaa, lakini kwa waliozaliwa Februari 19 mpaka Machi 20, hawa watakuwa ni alama ya samaki. Lakini vile vile bila kusahau kwa waliozaliwa Aprili 20 mpaka Mei 20, hawa watakuwa ni katika alama ya ng'ombe. Lakini vile vile kwa wale waliozaliwa Februari 19 mpaka Machi 20, hawa watakuwa wapo katika alama ya ndoo. Kikubwa hapa ni kwamba mwezi huu umekuwa na matukio sana. Mwezi wa pili ni mwezi muhimu sana kwenye nyota nyingi sana, kwa sababu kuna matukio makubwa ambayo yamekuwa yakijitokeza hapa. Tukio la kwanza ni new moon ambayo tunaona itatokea takriban tarehe 17 ya mwezi wa pili. Kutakuwa na new moon hapa, mwezi mpya utakuwepo takriban degree 28 kwenye alama ya Aquarius ama alama ya ndoo ama nyota ya ndoo. Lakini vile vile jua, kutakuwa na solar eclipse hapa kubwa sana. Jua litakuwa katika alama ya ndoo takriban degree 26 na kama dakika 35 hivi. Lakini vile vile mwezi tayari upo kwenye alama, tunapoongea tayari upo kwenye alama ya ndoo takriban 0 au 0 degree kwenye alama ya Aquarius ama alama ya ndoo. Solar eclipse inategemewa kutokea siku ya Jumanne katika alama ya ndoo. Na hapa solar eclipse hii, yale mambo yote ambayo tumekuwa tukiyafanya, iwe ni kazi, mahusiano, chochote kile, huwa kinarekodiwa. Na solar eclipse inapokuja, baadhi ya mambo ambayo hayafai huwa yana tabia ya kukatwa au ya kufanya kuwa ni ya zamani, na mtu nitakuwa uirelease, uyaache ili uweze kusonga mbele. Kwa ile mizigo ambayo uliobeba ambayo haikusaidii chochote, ni wakati wa kuiachia na kusonga mbele, kwani tayari mwanga mpya unaanza. Kwa hiyo unapokuja mwanga mpya ama mwaka mpya huo, ni vema sana watu wakaacha yaliyopita wakaenda mbele. Kwa hiyo tunaona kwamba sio tu kwenye masuala ya binafsi ya kinyota, lakini pia hata kwa dunia nzima kitachotokea ni kwamba kutakuwa na mabadiliko makubwa. Tutakuja kuelezea hapa mabadiliko makubwa sana kwenye siasa, kiuchumi, kijamii na kadhalika, hata masuala ya kivita na kadhalika. Kutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Kutakuwa na mwanga mpya. Kwa mambo ya zamani, watu walioshikilia mambo ya zamani kwamba mimi ni fulani ndio niko hivyo, mambo yatabadilika. Kwa hiyo hapa kinachotokea nini sasa? Kwa wale waliozaliwa, tuna energy mbili ambazo zipo katika mwezi huu. Kwa wale wenye nyota ya samaki na nyota ya ndoo, huu ni mwezi wao hasa, kwani energy yao kubwa katika mwezi huu imebezi kwenye masuala mbalimbali. Lakini katika masuala hayo, kinachomaanishwa hapa kikubwa ni mwanzo mpya. Ni mwanzo mpya kwenye mahusiano. Watu watakuwa na hisia kubwa sana, hasa kwenye nyota ya Pisces. Tukianza na nyota ya Pisces, watakuwa na hisia kubwa sana. Hao hisia zao zitakuwa ziko juu sana, kiasi cha kwamba wanahitaji kuweka mipaka kwenye mambo yao. Kwa hiyo hisia zitakuwa ni kubwa kuliko mindset. Kwa hiyo sasa lazima waweke mipaka katika mambo yao.
Sababu jua litaingia katika alama yako siku ya Jumatano kwa wale ambao ni nyota ya Pisces ama nyota ya samaki kwa Jumatano, na sayari ya Zuhura yenyewe pamoja na sayari ya Mushtara ama sayari ya Jupiter yenyewe zitakuwa kwako katika alama yako siku ya Jumapili. Kwa hiyo kuna nafasi kubwa sana ya kufanya mambo na yakatokea, maanake ni kama vile universe ipo pamoja na wewe. Kwa hiyo basi, lakini kikubwa zaidi ni kuweka mipaka, kwani unaweza ukawa na mvuto ama hisia kali sana kiasi cha kwamba usipoangalia ukashindwa kubalance hizo hisia, unaweza ukajikuta kwamba kile unachokitoa usikipate kama unavyostahili. Lakini wengine ni nyota ya Kaa. Nyota ya Kaa ni waliozaliwa tuliosema Juni 21 mpaka Julai 22. Hawa kama tulivyosema wanatakiwa wafanye marekebisho makubwa sana kwenye mahusiano yao, hasa kuimarisha mahusiano yao na kuponya majeraha ya zamani, kwa sababu pia hizi ni katika nyota zile za maji. Lakini katika nyota nyingine ni Aquarius. Aquarius hapa hawa bwana wanahusishwa sana na masuala ya mabadiliko. Aquarius ama wenye nyota ya ndoo na wale waliozaliwa Januari 20 mpaka Februari 18, wenyewe solar eclipse hii itahusiana na masuala ya mabadiliko, ubunifu na uhuru. Kwa kwenye kazi au biashara, huu ni mwezi wa mawazo mapya. Ukiwa na idea au wazo jipya, usiogope kulianzisha, lakini lazima cha msingi cha kuzingatia hapa ni kulifanya kwa pamoja, maana kwa kushirikiana na wengine italeta mafanikio makubwa sana. Lakini kuepuka matumizi ya ghafla ya kifedha na mambo ambayo utapenda kuanzisha lazima ni long term investment. Mahusiano yako yanahitaji kidogo space, nafasi. Kama kuna mtu anakubana sana kihisia, utahisi kwa haraka sana. Kwa hiyo ni wakati wa kubreak routine, maana yake kujaribu kitu kipya na kuangalia kitaenda vipi, lakini kwa uhakika kwamba kitafanya vizuri kama kitakuwa na long term investment. Ushauri ni wakati wa kuwa tofauti, lakini hisia na mawazo mapya hapa yatakithiri kwenye akili yako. Lakini kubwa zaidi tukiangazia nyota nyingine, nyota ya Taurus au nyota ya ndoo. Hawa kitu kikubwa tunachoona ni wale wazaliwa Aprili 20 mpaka Mei 20. Wanahitaji sana stability, uimara katika masuala ya kifedha, kihisia na kadhalika. Kwa hiyo kwa miradi ambayo utakuwa umeianzisha, kama ni nyota ya ng'ombe, hata kama inaenda taratibu, lakini inawezekana ikakupa uhakika mkubwa kama itakuwa ni ya muda mrefu, maana yake itafanikiwa. Lakini kwenye masuala ya kifedha ni mwezi mzuri sana kupanga budget. Money management ni nzuri sana na unaweza kufanya vizuri sana kwenye money management, na hasa kama utakuwa na saving plan nzuri, basi utafanya vizuri. Lakini kwenye masuala ya mapenzi au mahusiano, wengi wenye nyota ya ng'ombe watahitaji uthibitisho sana kwa wapenzi wao. Unaweza kuhitaji uthibitisho zaidi kutoka kwa partners ama mtu mwenye mahusiano na wewe. Lakini kikubwa zaidi ni kuzungumza. Kikubwa ni kuzungumza wazi. Usifiche hisia zako, zungumza wazi. Huenda mtu ambao unamfikiria au unafikiria akawa ni sahihi kwako. Kwa nini? Cha msingi ni subira. Ndio kitu cha msingi, ndio itakuletea mafanikio. Kama umempima kwa muda mrefu na akawa ni mtu sahihi, ukaona ni mtu sahihi, huenda akawa mtu ni sahihi kwa sababu ya hii energy ambayo tunaiona, kwa sababu siku ya Jumatano jua litakuwa katika nyota ya samaki siku ya Jumatano, na hisia zako hapa sasa zitakuwa na hisia. Sawa, siku ya Jumatano hisia zako zitakuwa na hisia. Kwa hiyo chochote kile unachojisikia kuzungumza, jaribu kukizungumza, usikifiche. Itakusaidia sana 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 kuimarisha mahusiano yako, hiyo ni ya kibiashara au mahusiano ya aina nyingine. Lakini nyota nyingine hapa tumezungumzia nyota ya Kaa, nyota ya samaki pamoja na nyota ya ng'ombe. Lakini vile vile nyota ya Aquarius ama nyota ya ndoo. Na hii ndio nyota ambayo kama tulivyosema itapata mabadiliko makubwa sana. Kwa sababu gani?
solar eclipse, moon itakuwa katika alama yako, lakini vile vile jua litakuwa katika alama yako, maana yake itatengeneza solar eclipse. Kwa wakazi wa East Africa, solar eclipse sio kama itatengeneza giza au la, hapana, itakuwa very slow, kwa hiyo haina tatizo. Lengo kubwa ya solar eclipse ni kama tulivyosema, ni mwanzo mpya. Tutaona mwanzo mpya kwenye mambo mengi sana duniani. Mabadiliko makubwa yatatokea sana, na tayari baadhi ya mabadiliko haya yameshaanza kujitokeza kwenye mambo mengi sana. Tokeza sana, hata nchi ya Marekani na washirika wake tayari, washirika wake wameshaona mabadiliko ambayo tayari yapo. Tumeshaona NATO mabadiliko ambayo wameshaanza kuyaona. Tumeshaona mabadiliko kati ya mazungumzo kati ya Israel pamoja na Donald Trump, yaani waziri mkuu Netanyahu pamoja na Donald Trump. Na kitu gani ambacho kimetokea? Watu wengi walitegemea labda kutakuwa na tangazo la vita na kadhalika, lakini kumekuwa na mabadiliko kidogo, na tutaendelea kuona mabadiliko makubwa yakitokea, kwa sababu solar eclipse itaangazia nyota nyingi na tutaona namna gani itakuwa. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji kujua nyota zao, kujua nini kinachoendelea kwenye nyota zao, kwenye biashara zao, mahusiano, chochote kile kinachokuhusu, usisite kutupigia, kututumia message tuweze kukusaidia. Chochote kile unachojua kwenye nyota yako, unachotaka kukijua, tutakifahamu. Mpaka hapa tuseme kwamba karibu sana kwenye channel ya East Africa Astro Guide. Ni mimi astrologer wako na motivational wako Abdallah. Karibu tena, usisahau kusubscribe, usisahau kubonyeza alama ya kengele kupata video nyingine na kutufuatilia zaidi, tukiangazia masuala mengine, masuala mengi sana, hasa mtu binafsi, personalized astrology, lakini vile vile masuala ya kimataifa tukizungumza na kadhalika, na changamoto nyingine nyingi ambazo tutaziweka kwenye video zetu. Kwa hiyo karibu sana, na usisite kutupigia simu, kututumia message kwa changamoto mbalimbali unazotaka kuzifahamu, kutaka msaada. Karibu sana, na niseme tena asante kwa kutusikiliza. Mpaka video nyingine, asante sana.